kujenga zahanati, namna bora ya kujenga shule. Hawa wachimbaji wakubwa ilitakiwa wajenge kabisa, tena sio zahanati tu, kituo cha afya kabisa, kwa sababu ya yale mapato wanayopata. Kuna asilimia ambayo wakishapata, wanapoenda kuuza kule, inatakiwa irudi faida kwa wananchi wanaowazunguka. Sasa twendeni taratibu. Ndio maana tumesema, nilivyosikia hili na mwenyekiti alivyokuja kunipa taarifa hizi, niliona na wataalamu tujipange, hata weekend tuje. Tuliona hapa kuna tatizo kubwa, na mna bahati kumpata mheshimiwa mwenyekiti msomi ambaye anamwakilisha kabisa Mheshimiwa Rais kwa dhati ya moyo wake. Mumpigie makofi. Wajibu wenu, na hii pongezi zinarudi kwenu tena, na nyie mjipigie makofi, kwa sababu mngechagua mwenyekiti ambaye hajitambui, haya mambo yasingefika hapa. Hii ni juhudi zenu, mkaona mbali, mkachagua kiongozi madhubuti, na ndio maana haya yatakuja. Hatutasema kwamba yataota ghafla, hapana. Ndio maana tunaweka mipango, tutafanya vikao kama tulivyofanya mkutano huu wa kuja kuwasikiliza wananchi, ili tupate maendeleo thabiti kabisa. Nirudie tena kutoa shukurani zangu za dhati kabisa kutoka kwenye sakafu ya moyo, na kwa niaba ya watumishi wenzangu wa halmashauri, jinsi mnavyochangia maendeleo, naomba mjipigie makofi. Fedha zenu hazipotei. Kwa kweli ni kitongoji cha mfano, na mimi macho yangu, japo nina vitongoji vingi, lakini macho yangu yatakuwa Ishinda. Na mkuu wetu wa polisi alikuja, mmekaa naye mkutano, akaniletea mrejesho, akanipa salamu zenu, na mimi nikamwambia mkuu na kuahidi kwenye eneo mnalotaka kujenga kituo cha polisi, tutaleta wataalamu kwa ajili ya kupima ili ujenzi uendelee. Hongereni sana. Haya yote yanatekelezeka, ila itakuwa kwa kipindi na kipindi, sio leo na kesho. Ndio maana nikaona kwanza tuelezane vizuri, na niwapongeze kwa jitihada zenu wananchi. Kwa kweli mnastahili pongezi kubwa sana, na Mungu azidi kuwabariki kwa vipato vyenu.